Na mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, karibu katika habari ya kutwa nzima ile kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Lulu Hali, karibu tuwe sote. Tukianza na habari kubwa siku huu leo ni kwamba makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi amesema serikali inatambua mchango wa asasi za kiraia nchini na kupongeza mtandao wa watetezi wa haki za binadamu THRDC wa kutoa huduma za kisheria, elimu kwa Tanzania na kushirikisha wadau katika kupigania haki na maisha ya Tanzania. Daktari Nchimbi amesema hayo leo katika mkutano mkuu wa 15 wa watetezi wa haki za binadamu THRDC uliofanyika jijini Dar es Salaam, ambapo amesema mtandao huo umeonyesha uzalendo wa kushiriki kikamilifu katika kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia iliyofikia zaidi ya wananchi milioni 4.1 nchini na kuwasaidia kutambua haki zao za msingi. Aidha, makamu wa rais amewahimiza Watanzania kuendelea kuonyesha dhamira na kuonyesha juhudi katika mchakato wa kupata katiba mpya, akisema serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan ina nia kuendeleza ajenda hiyo. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC Pili Mtambalike amesema Umoja wa Mataifa, mshikamano na maridhiano ni nguzo muhimu za kujenga maendeleo endelevu na ustawi wa taifa. Tupate kusikiliza. Ni muhimu sana watetezi wa haki za binadamu, asasi za kiraia, vyama vya siasa na Watanzania kujua kwamba sheria kuu ya nchi ni katiba. Sheria kuu ya nchi ni katiba. Majaribio ya kupata katiba mpya yamekuwepo kwa zaidi ya miaka 40. Lakini vuguvugu la kuitafuta katiba mpya limedumu likiwa kubwa tangu mwaka 92 baada ya kuanzishwa vyama vingi. Ndio maana kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningeambiwa hebu makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu. Wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja. Nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Na niko hapa kwa niaba ya serikali, si kwa sababu serikali lazima ikubaliane kila kitu na watetezi wa haki za binadamu. Si kwa sababu Watanzania lazima wakubaliane kila kitu. Mkifika mahala ambapo sasa kila kitu mnawaza pamoja, mnatafakari pamoja, mnatenda pamoja, nyinyi mmeshakuwa roboti. Kwa niaba ya serikali, niwapongeze sana ndugu zangu wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu THRDC kwa kazi kubwa ambayo mmefanya katika nchi yetu tangu kuundwa kwenu. Nitumie nafasi hii vile vile kuwashukuru sana kwa kazi ambayo mmefanya katika kushirikiana na Samia Legal Aid. Takwimu zinaonyesha kwamba katika kipindi kifupi, nyinyi kwa kushirikiana Wizara ya Sheria na Katiba na wadau wengine, mmeweza kuwafikia Watanzania milioni 4,157,000 na wote wamepata huduma za kisheria. Tuko tayari kuendeleza ushirikiano wa dhati na serikali na taasisi mbalimbali za kiserikali na za kiraia kuendeleza dhamana hii ya kikatiba ya haki za binadamu, kunufanisha wananchi wetu wote katika maisha yao kila siku na katika kazi zao za kuendeleza jamii, kuendeleza jamii yetu kiuchumi na katika nyanja zote ambazo zinastahili. Haya, ahadi ya kumaliza adha ya maji kwa wananchi wa kata ya Naalarami imeanza kutekelezwa kwa vitendo baada ya mbunge wa Monduli Isaac Joseph kukagua utekelezaji wa mabomba ya mradi wa maji wa shilingi bilioni 21 yatakayoanza kuwasili Julai 27. Jamila Omar kutoka Arusha anafafanua zaidi. Siku chache baada ya wananchi wa kata ya Naalarami kuwasilisha kilio chao cha ukosefu wa maji, utekelezaji wa ahadi ya kuwapatia huduma hiyo umeanza kuonekana baada ya mbunge wa Monduli Isaac Joseph kutembelea kiwanda cha kutengeneza mabomba jijini Dar es Salaam kufuatilia maendeleo ya mradi. Baada ya siku 3 nitaanza kupokea mabomba ya kuanzia chanzo cha maji na mimi cha kwenda kuambia wananchi. Nimeona mabomba yameanza kutengeneza. Mradi huu utanufaisha vijiji 13. Baadhi ya vijiji ziko kwenye kata ya Meserani, kata ya Naalarami, kata ya Sepeko, kata ya Lepuruko na kata ya Lashaini.
Kwa hiyo vijiji vingine itaenda kuwanufaisha wananchi zaidi ya 80,000. Unaona sasa jinsi gani katika wananchi 226,000 wa Monduli, karibu nusu hii mradi ukifanikiwa. Meneja wa RUWASA wilaya Monduli Neville Msaki amesema usafirishaji wa mabomba utafanyika kwa awamu kuanzia Julai 27, huku kazi ya utekelezaji ikiendelea kwa karibu ili kuhakikisha mradi wa shilingi bilioni 21 unakamilika kwa wakati. Na kila baada ya siku moja watakuwa wanaleta mabomba mita 260. Natumaini sasa hivi kumebakiwa kama na kilomita 40 ili mradi ukamilike. Pande yetu sisi uko tayari vizuri na vifaa na wataalamu wa kulaza hizo bomba mara moja. Ikifika tu hata sisi naendelea kulaza hiyo bomba kwa vizuri, na sisi nahakikisha pande yetu ana chelewesho yoyote. Mradi huo unatarajiwa kuhudumia zaidi ya wananchi 80,000 huku kuanza kuwasili kwa mabomba kukitafsiriwa kuwa kama hatua ya kwanza ya kutimiza ahadi ya kupeleka huduma ya maji kwa wananchi waliokuwa wakisubiri kwa muda mrefu. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Wiki moja baada ya kituo cha Channel 10 na Channel 10 Plus kuripoti tuhuma za kupotea kwa tani 9 za korosho, ubadhilifu wa fedha za ushuru na madai ya ununuzi wa gari hewa katika chama cha msingi cha ushirika Mwambesi wilayani Tunduru, mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Ruvuma Venance Msafiri amevunja bodi ya chama hicho na kuagiza TAKUKURU kuchunguza tuhuma hizo. Yusuf Kayanda kutoka mkoani Ruvuma anatueleza. Hela ya ushuru yote imeisha milioni 80 na kitu. Hela ya gari hiyo imenunuliwa, anasema imenunuliwa, lakini hapa hatujui. Sisi ndio wenye machungu. Sisi ndio tunayeibwa. Wanaiba wanaonekana. Ni malalamiko ya wanachama wa chama cha msingi cha ushirika Mwambesi yaliyowahi kuiburiwa mbele ya viongozi wa ushirika yakidai upotevu wa fedha za chama, huku akitaka hatua zichukuliwe na ukweli uwekwe wazi, hatua inayoibua uamuzi huo baada ya kupokea taarifa ya uchunguzi na maazimio kuhusu mwenendo wa matukio hayo, ambapo mrajisi msaidizi wa ushirika mkoa wa Ruvuma Venance Msafiri ameivunja rasmi bodi ya chama hicho na kuitaka TAKUKURU kuchunguza tuhuma hizo, huku akisisitiza kuwa watakaobainika kukiuka sheria watachukuliwa hatua stahiki. Niko mamlaka ambayo nimepewa kama sisi tunawachagua kuanzia muda huu, hii bondi tunaivunja rasmi. Bodi hii inaondoka ni madarakani, na leo tunatakiwa tuchague bodi ya mpito ambayo itafanya kazi kama bodi kamili. Wale wote ambao wamehusika, chama chetu hakina ushuru, kila mtu atabeba mzigo wake, na tayari tumeshawasiliana na watu wa PCCB pale, na kuanzia muda huu, kwa sababu mwenyekiti wa ulinzi na usalama au watu wasitoke. Akizungumzia hatua hiyo, mbunge wa jimbo la Tunduru Kusini Mhandisi Fadhili Chilombe amesema kuvunjwa kwa bodi hiyo ni hatua muhimu ya kurejesha uwajibikaji na kulinda mali za wakulima, huku akiwataka wanachama kuendelea kutoa taarifa za tuhuma za ubadhilifu kwa mamlaka husika ili kila anayebainika kuhusika awajibishwe kwa mujibu wa sheria. Tatizo hili aliko tu hapa, yako matatizo mengi kwenye AMCOS nyingi huko. Niombe kungine kule, kabla hamjaitwa, naendeni mfanye kinachotakiwa kufanywa na nyinyi ili kuweka mambo sawa sawa. Wananchi hawa wanataka maendeleo. Lakini ukiangalia mamilioni waliopoteza hawa, kwa kweli hata sisi wanachama tunavunja moyo hata wakulima wetu, sababu sisi wateja wetu ni wakulima. Mimi ni Yusuf Kayanda wa Channel 10. Wakimbizi 130,000 walioko nchini Burundi waliokimbia machafuko na mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanakabiliwa na hatari ya ukosefu wa chakula katika miezi ijayo. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema maelfu ya wakimbizi wanaoishi katika kambi za muda nchini Burundi kwa sasa wanaishi kwa lishe moja kwa siku na kukosa chakula, na kusema kuwa linahitaji dola milioni 35 za Marekani ili kuendelea
kuwapatia chakula na huduma za lishe wakimbizi hao hadi Agosti mwaka ujao. Shirika hilo limesema kuwa bila ufadhili mpya ugawaji wa chakula unaweza kusitishwa kabisa kuanzia mwezi Oktoba mwaka huu. Ikiwa msaada utasitishwa kabisa kwa wakimbizi hao, njaa itaongezeka, utapiamlo utakuwa mkubwa zaidi miongoni mwa wakimbizi hao, hasa watoto na kina mama. Mtazamaji, tukiendelea mbele zaidi, ujenzi wa jengo la taaluma katika chuo cha uuguzi Same mkoani Kilimanjaro linalojengwa kwa zaidi ya shilingi bilioni 5 za Kitanzania umefikia 30% tangu kuanza kwake na linataraji kukamilika Mei 2027, huku likitaraji kufanya udahili wa wanafunzi wapatao 600 kwa wakati mmoja. Ahmad Nandonde kutoka mkoani humo anatueleza. Akisoma taarifa ya utekelezaji wa mradi huo unaojengwa na serikali kupitia mkopo wa Benki ya Dunia, mshauri elekezo wa mradi huo kutoka Construction Solution, Sakina Mvunge, amemweleza Mheshimiwa Waziri kuwa mradi huo unajengwa kwa kipindi cha miezi 14 na mpaka sasa malipo ya awali yaliyotolewa ni zaidi ya shilingi bilioni 1 za Kitanzania. Mradi huu unafadhiliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mkopo wa Benki ya Dunia na utekelezaji kupitia programu ya TMCHIP. Kwa ushirikiano uliepo baina ya mkandarasi, mshauri elekezi, Wizara ya Afya na wilaya, ni matarajio yetu kukamilisha mradi ndani ya muda wa mkataba. Akizungumza baada ya kupokea taarifa ya utekelezaji na kukagua mradi wa jengo hilo, Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa amesema Wizara ya Afya imeanza kujenga viwanda vya dawa na uzalishaji wa vifaa tiba ili kuondokana na uingizwaji wa dawa za nje, hatua inayolenga kuimarisha usalama wa dawa nchini. Tutazalisha dawa, tutauza ndani na nje ya mipaka ya nchi. Lakini pili, tutakwenda kuondoa utegemezi wa kuagiza dawa nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini tatu, tutaimarisha hali ya usalama wa dawa, hali ya usalama wa nchi yetu. Kisha Mheshimiwa Mchengerwa akapata fursa ya kuzungumza na wanafunzi wa chuo cha uuguzi Same na kuwataka kusoma kwa bidii ili taifa liweze kupata wataalamu wengi katika kada ya afya. Hivi mnajijua kama nyinyi ni watu muhimu? Ndio. Ninyi ni waokozi wa maisha ya Watanzania. Kitoka hapa leo mkaajiriwa kwenye maeneo mbalimbali ya serikali, hakikisheni mnaimarisha uzalendo na kuwatumikia Watanzania. Mheshimiwa Waziri Mchengerwa yupo mkoani Kilimanjaro kwa ziara siku 3 ya kutembelea na kukagua miradi ya maendeleo, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa agizo la Mheshimiwa Rais linalotaka mawaziri wa sekta zote kutembelea na kukagua utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Ahmad Nandonde, Channel 10, Kilimanjaro. Waziri wa Madini Anthony Mavunde amedai kuridhishwa na utekelezaji wa mradi wa maji wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 2 unaohudumia vijiji 6 vyenye wakazi zaidi ya 21,000 katika wilaya ya Mbogwe mkoani Geita. Mrisho Sadik kutoka mkoani Geita anatueleza. Mheshimiwa Mavunde ambaye pia ni mlezi wa mkoa wa Geita katika shughuli za maendeleo ameendelea na ziara yake ya ukaguzi wa utekelezaji wa miradi mbalimbali. Akiwa wilayani Mbogwe, ametembelea mradi wa maji wa ushirika ambao umekamilika kwa 100% na unahudumia vijiji vya ushirika Ikobe, Isebia, Mlale, Kadoke na Ushetu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nimefurahi kuona mradi huu mkubwa wa shilingi bilioni 2 ambao mradi huu unakwenda kugusa vijiji 6, lakini unakwenda kuwanufaisha watu 21,000. Haya ni mapinduzi makubwa kwenye utatuzi wa kero za wananchi. Ratiba hii sasa ni ya kumtoa mama ndoo kichwani kwa mapenzi yale yale ambayo Mheshimiwa Rais ameendelea kuyasimamia. Tunaomba utufikishie shukrani zetu kwa niaba ya wananchi wa mkoa huu, wananchi wa wilaya ya Mbogwe na hususan wananchi wa kata ya ushirika. Kabla ya mradi huu, wananchi hawa walikuwa wanatumia maji ya visima vifupi ambavyo kimsingi sio salama. Aidha, utekelezaji wa mradi huu ni kutimiza azma ya serikali ya awamu ya 6 ya kuwafikishia wananchi huduma ya maji safi na salama karibu na makazi yao. Mradi huo unajumuisha matanki 3 ya kuhifadhi maji yenye uwezo wa lita 150,000, lita 75,000 na lita 50,000. Aidha, RUWASA imejenga mtandao wa mabomba wenye urefu wa kilomita 50 ili kusambaza maji kwa wananchi wa vijiji vinavyonufaika. Sasa leo tunapoongelea Mbogwe tuna upatikanaji wa maji karibu 90%. Tunayo furaha moja kubwa kusogezewa mradi huu, kwa sababu kipindi cha nyuma maji ilikuwa ni kero.
tunanufaika wamama. Maji yani ni ya kujichotea tu mwenyewe na kadi yako. Kutoka Mbogwe, mimi ni Mrisho Sadik. Mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo ametangaza msako mkali dhidi ya madanguro na vitendo vya ukiukwaji wa maadili, akisisitiza kuwa serikali haitavumilia mtu yeyote anayehusika na biashara hizo au kuwatumia watoto katika vitendo vya unyanyasaji. Mpogolo aliyesema hayo jana jijini Dar es Salaam alipokuwa akizungumza na wananchi, ambapo pia alipongeza jeshi la polisi kwa hatua za haraka walizochukua kuwakamata watuhumiwa wa vitendo hivyo. Alisema taarifa zilizopo zinaonyesha kuwa katika kata Zingiziwa kulikuwa na mtu anayeshukiwa kuwatumia watoto wa kike kuwachezesha wakiwa uchi kwa malipo ya kati shilingi 3,000 na 5,000, jambo lilosema ni ukatili mkubwa wa kiukwaji wa maadili ya jamii. Kwa mujibu wa Mpogolo, mtuhumiwa huyo tayari amekamatwa na jeshi la polisi huku uchunguzi ukiendelea, na amewataka wananchi kutoshawishiwa kumtetea mtu yeyote anayekabiliwa na tuhuma hizo kabla ya sheria kuchukua mkondo wake. Ni marufuku danguro. Tutoe ushirikiano. Hivi nani atakayependa kuona mtoto wake ambaye anamtegemea katika maisha yake anaenda kujiuza pale danguro? Nani atakayependa kumuona shangazi yake, mama yake mdogo anaenda pale ameweka kimilango vidogo, alafu ameweka amefungua, alafu anasema kila mtu unajua tu ile danguro, ile danguro, danguro? Nani anayependa? Na bahati nzuri kwa watu huko wa pwani sio tabia yenu. Uongo kweli? Ni lazima tukemee. Unaonaje danguro unaenda msikitini? Unaonaje danguro unaenda kanisani? Na wewe pale unawaona wale watu. Ukienda maandiko yanakuambia Sodoma na Gomora, si naikumbuka? Unakuaje kiongozi Sodoma na Gomora unaitengeneza wewe mkononi mwako? Rais wa Nigeria Bola Tinubu ameidhinisha kuajiriwa kwa wanajeshi wapya 28,000 ili kuimarisha ulinzi wa taifa hilo la Afrika Magharibi linaloendelea kukabiliwa na migogoro mbalimbali ya kiusalama, kwani hatua hiyo inakuja wakati serikali ya Nigeria imeanzisha mchakato wa kuajiri maafisa wapya 50,000 wa polisi ili kuimarisha uwezo wa vyombo vya usalama wa ndani. Msemaji wa Rais Bayo Onanuga amesema kuwa Rais Tinubu ameidhinisha uajiri wa wanajeshi wa ziada, akieleza uamuzi huo ni hatua muhimu ya kuimarisha mfumo wa usalama wa Nigeria, ambapo unahusisha ununuzi wa vifaa vya kisasa vya kijeshi pamoja na kuboresha ustawi wa wanajeshi. Hata hivyo, hali ya vurugu nchini Nigeria imeweka nchi hiyo katika uangalizi mkubwa wa kimataifa, hatua inayopelekea kutoa nafasi mpya ya ajira. Na mtazamaji, waziri wa mawasiliano na teknolojia habari Angela Kairuki ameagiza kujengwa kwa chumba maalum cha tehama pamoja na vifaa vyake katika shule mpya ya awali na msingi Mlembule iliyopo katika kijiji cha Mlembule, kata ya Mlembule, wilayani Mpwapwa, ikiwa ni utekelezaji wa sera ya elimu ya mwaka 2024 ya kutoa elimu yenye ujuzi. Leonard Mwacha kutoka Dodoma anatueleza. Waziri Kairuki ametoa maagizo hayo baada ya kuweka jiwe la msingi katika shule hiyo iliyogharimu zaidi ya milioni 300 na kusisitiza kuwa lengo la serikali ni kuleta usawa kati ya wanafunzi wanaosoma mjini na vijijini na elimu inayomwezesha mwanafunzi kukabiliana na soko la ajira baada ya kupata ujuzi. Tunakuwa na elimu ambayo inajenga ujuzi zaidi. Kuhakikisha tunakuwa na elimu ambayo inampeleka mtoto wa Kitanzania kuwa na ujuzi na nafasi ya kuweza kujiajiri, lakini wakati huo kuwa na ujuzi stahiki ili aweze kuajiriwa. Lakini kuhakikisha pia tunakuwa na elimu ya Tanzania ambayo inatoa fursa sawa. Aidha, Waziri Kairuki akabainisha nia ya serikali ya kuhakikisha shule zote nchini zinawekewa mifumo ya kidigitali. Matamanio yetu ndani ya miaka michache shule zote tuweze kuzunganisha na mifumo ya kidigitali, ili pia tuweze pia kutoa mafunzo mengine kwa kutumia mifumo ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Hata hivyo, ujenzi wa shule hiyo unatajwa kama mwarobaini wa kukomesha changamoto mbalimbali za wanafunzi waliokuwa wanakabiliana nazo kijijini hapo. Maudhui yalikuwa ni machache ukizingatia umbali, wengine walikuwa wamekatishwa tamaa kutokana na changamoto za barabarani, mazingira wanakotoka ni mbali. Anazungumzia kwamba nakotoka ni mbali, muda wa kula. Kwa hiyo watoto kutoka hapa kwenda Tambi ni mbali sana. Watu walikuwa wanashindwa kumaliza kidato hata kile cha 4 tu. Wanaishia humo njiani kwa ajili ya kupata mimba.
Kwa hiyo ilikuwa ni shida sana. Hivi sasa tunashukuru kwa kweli. Kutoka hapa kijiji cha Mlembule wilayani Mpwapwa mkoani Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Katika kijiji cha Kasiki, halmashauri ya wilaya Kilosa mkoani Morogoro, mafanikio ya mjasiriamali wa ufugaji wa ng'ombe yanaonyesha namna mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri inavyoweza kubadili maisha ya wananchi na kuimarisha shughuli za kiuchumi. Mwanahabari wetu Jimmy Mengela anatueleza. Shehira Mohamed ni mwanakijiji wa Kasiki, ni mmoja wa wanufaika wa mkopo wa 10% unaotolewa na halmashauri ya wilaya Kilosa mkoani Morogoro. Kupitia mkopo huo amekuza biashara yake ya ufugaji wa ng'ombe, ameongeza kipato cha familia, ameboresha hali ya lishe na kufungua ajira kwa wananchi wengine, akithibitisha kuwa mtaji ukitumika vizuri uzaa matokeo chanya. Uzalishaji wa maziwa lita 10 hadi 20 kwa siku na kuongeza kipato cha familia. 2, kuboresha hali ya maisha kupitia uwezo wa kugharamia mahitaji muhimu kama elimu, afya na chakula. Mafanikio hayo yamepongezwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Morogoro, Mhandisi Josephat Masunga, ambaye amesema chama kitaendelea kusimamia utekelezaji wa sera na mipango inayowezesha wananchi kiuchumi, huku akiwahimiza wajasiriamali kutumia ipasavyo fursa za mikopo ili kujiletea maendeleo na kuchochea uchumi kwa jamii. Kwa namna ambavyo umeonyesha kukomaa kwako na ustahimilivu wako, unajua kazi ya ufugaji kidogo ina changamoto nyingi sana. Inahitaji yani mtu ambaye ana commitment ya kutosha. Kwa hiyo nikupongeze sana kwa hilo. Naye mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Kigoma Malima amesema serikali itaendelea kuhamasisha wananchi kutumia fursa za uwekezaji wa kiuchumi zinazotolewa kupitia halmashauri ili kuongeza uzalishaji, ajira na mapato. Nimchangie milioni 1 kwa ajili ya kuboresha biashara ili iwe ni mradi ambao kwanza uwe ni mradi wa mfano kwa jitihada kubwa anayofanya Mama Samia kwa makundi mbalimbali na serikali yake, lakini wewe mwenyewe biashara, mimi kwangu mimi wewe ni mfano mkubwa sana kwa wanawake na watu wenye ulemavu. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Na mtazamaji, wa Tanzania wametakiwa kuendelea kudumisha amani na utulivu uliopo nchini ili kuwawezesha wawekezaji kutoka nje ya nchi kuja kuwekeza kwenye maeneo yao ya karibu na kuongeza upatikanaji wa ajira kwa wataalamu wa nyanja mbalimbali. Ifuatayo ni taarifa kamili. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026, Wazo Mikael Mwang'onda, ametoa wito huo kwenye uwekaji wa jiwe la msingi la mradi wa ujenzi wa jengo la zahanati ya Singidani. Nashukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuweka mazingira rafiki kwa uwekezaji, lakini hasa katika sekta ya afya, akitaka kwamba Watanzania wapate huduma za afya katika maeneo yao ya karibu. Mheshimiwa Rais amefanya makubwa, lazima tumuombe kwa Mwenyezi Mungu ili aendelee kutufanyia makubwa zaidi ya haya. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Singida, niombe wananchi kuendelea kulinda amani na tulivu ili hao wawekezaji waweze kusogea kuja katika maeneo yetu kuja kuwekeza. Wawekezaji wanapofika tunapata ajira kwa vijana wetu. Nimpongeze sana champion kinara wa afya aliyekubalika Afrika, Daktari Samia Suluhu Hassan. Samia Suluhu Hassan oye! Na kukubalika kwake sio bure. Ni kwa sababu ameiangalia sekta ya afya kwa jicho zuri, amekuwa kinara katika kuweka miundombinu ya afya. Akitoa taarifa kwa kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026 ya mradi wa ujenzi wa jengo la zahanati ya Singidani, mganga mfawidhi wa zahanati ya Mnyamikombe Nuhu Solomon Fute amesema mradi huo utakapokamilika utawanufaisha wananchi 263,841 wa manispaa ya Singida. Ujenzi wa jengo la zahanati hii una lengo la kuongeza upatikanaji wa huduma bora za afya zenye gharama nafuu kwa wananchi wa manispaa ya Singida. Ripoti kutoka mkoani Singida, Jumbe Ismail wa Channel 10. Haya, mtazamaji, wagombea 6 wanaowania nafasi ya katibu mkuu Umoja wa Mataifa wameweka msisitizo na kutaka kurejesha imani kwa taasisi inayokabiliwa na changamoto kubwa, huku wakisema hayo wakati wa mdahalo uliofanyika kwenye ukumbi wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kabla ya kuanza rasmi kwa mchakato wa kumchagua katibu mkuu. Wagombea hao kutoka Chile, Argentina, Guyana, Senegal, Ecuador, Costa Rica wanaowania kumrithi Mreno Antonio Guterres anayemaliza muda wake Desemba 30
41, huku wagombea hao wakitaja uzoefu wao katika ngazi za kitaifa na kimataifa na kueleza uwezo wao wa kuzungumza na pande zote zinazohusika katika migogoro. Wagombea hao walijibu maswali kwa karibu saa 2 kutoka kwa wanadiplomasia, wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa na wawakilishi wa mashirika ya kiraia, ikiwa kila mgombea ametoa sababu za ubora na kusisitiza uwezo wa kukabiliana na kipindi kigumu cha mgogoro mingi duniani. Mtazamaji, na taarifa hiyo ndio inatupasa kwenda kupata mapumziko mafupi. Tukirejea hapa tunakuja kuendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi. Mimi ni Lulu Ali na hii ni Channel 10 Plus. Endelea kusalia nasi.